Na falsafa mmoja anaitwa Arthur Schopenhauer. Kama nitakuwa nimetamka jina kwa usahihi nitaliweka pia hapo. Arthur Schopenhauer. Sasa huyu mwana falsafa sijui alikuwa anafikiria nini, lakini ni moja ya mtu ambaye kuna namna yeye alikuwa anaangalia maisha tofauti na wengi ambao tunayaangalia. Yaani ile maana ya maisha, yaani kwa nini wewe upo duniani? Unajua kuna watu wanajiuliza vitu ambavyo wengi hatujiulizi. Wengine tunaamka, tunafanya majukumu yetu ya kila siku na nini, tunaendelea na maisha. Kwa yule mwanafalsafa yeye akawa amesema, nitasoma hiyo nukuu. Dakika 5 baada ya kuzaliwa wataamua jina lako, utaifa wako, dini yako na kabila lako. Na utatumia maisha yako yote ukivitetea kwa tabasamu vitu ambavyo hukuvichagua. Nitarudia. Dakika 5 baada ya kuzaliwa wataamua jina lako, utaifa wako, dini yako na kabila lako. Na utatumia maisha yako yote ukivitetea kwa tabasamu vitu ambavyo hukuvichagua. Sasa bana Arthur, mimi nilipoona ile nukuu nikasmile kidogo, sikuwahi kuwa nimekutana nayo. Ni nukuu ambayo imenifikirisha. Imenifikirisha kwa sababu kwa sehemu ina ukweli. Yaani unajua vitu vingi ambavyo sisi tunakutana navyo duniani au tunavifanya huku duniani ni vile tu kwamba tamaduni, dini, na mifumo ambayo tumeikuta kulingana na mahali tulipozaliwa ndio inaamua sisi tunafanya nini. Na muda mwingine ndio inapelekea, yani ina ushawishi mkubwa sana kwenye sisi tunakuwa watu wa namna gani na tunafanya nini. So ukifikiria kiundani, kiukweli alichokisema ni kweli. Sababu mtu unapozaliwa unapewa jina na wazazi wako. Moja kwa moja dini itakuwa ya wazazi wako, hasa upande wa baba. Japo siku hizi ni tofauti. Unaweza kupata dini upande wa mama. Ni tofauti kulingana na mazingira ambayo umezaliwa. Hiyo wala haina mazungumzo mengi. Ishu nyingine, ishu ya utaifa, moja kwa moja pale ulipozaliwa utafuata ule wa wazazi wako. Kwa hiyo pia utaifa wako ni kitu ambacho nacho kinakuja automatic. Sasa ukifikiria vizuri, jina, of course jina hata kama ungeweza kuchagua, ni jina tu, wala haina mambo mengi sana. Lakini japo inaendana na utamaduni ambao unaukuta, kuna mwingine atapewa jina kulingana na tamaduni zao, makabila, dini na vitu vingine hivyo. Dini unarithi moja kwa moja ya wazazi. Na wengi tunaenda nazo hivyo hivyo hadi utu uzimani. Utaifa tunarithi pia wazazi the same. Yaani ni kwamba yeye alichojaribu kukifikiria ni kama maana ya maisha ya mwanadamu hapa duniani huwa inatengenezwa. Yaani wewe unatengenezewa lengo, dhumuni, maana ya maisha yako hapa duniani kulingana na mazingira ambayo umezaliwa. Ndio maana unakuta mara nyingi mazingira ambayo unazaliwa yanachangia sana kwenye wewe utakuwa mtu mzima wa namna gani. Kulingana na mazingira ambayo umezaliwa. Japo kuna wengi, sio wengi, japo kuna wachache ambao wanaweza kutokaga nje ya ile nasema nini matrix au nje ya box, nje ya ile duara, nje ya fence. Mtu kazaliwa kwenye mazingira fulani ya shida, lakini yeye anatoka na anaenda kuwa mtu mkubwa. Kwa hiyo wachache wanaweza kutoka kwenye hiyo fence. Kwa hiyo jamaa amenifikirisha. Amefanya hata mimi nifikirie yani maisha yangu na kutokea nilipozaliwa mpaka leo. Kwamba hata lengo la mimi kuwa hapa duniani ni nini? Yaani lengo wewe na wewe utafikiria kwa muda wako kwamba kwa nini uko hapa duniani? Taratibu tunafikiria kwa sababu hili sio jambo ambalo unatakiwa ufanye kwa pressure. Taratibu tunafikiria kwa nini uko duniani, lengo ni nini? Lengo ni ufurahie maisha, lengo ni ufanye kazi, lengo ni uje uwe mzazi na wewe ulee mtoto mwingine akue. Yaani lengo hasa la maisha ya mwanadamu. Sawa. Na ukifuatilia pia kwenye falsafa za huyu jamaa, kuna vitu vingi sana amejaribu kuvielezea kuhusiana labda na furaha. Sasa bwana yeye akili yake ilikuwa very tofauti na watu wengine. Yeye akawa anasema furaha si kwamba anapinga hiyo hisia ya furaha na nini, lakini alichokuwa anajaribu kuonyesha ni kwamba watu wengi sana wamekuwa wakiona furaha au uzuri wa kitu au jambo au hali nzuri tu ya mazingira ambayo wapo. Tuweke tu kwa ufupi ni furaha. Kimpindi ambacho wameipoteza. Yaani kama
muda ambao unaanza kuumwa kichwa ndo unagundua kwamba kutokuumwa kichwa ni kitu kikubwa au kitu kizuri. Kipindi ambacho huna matatizo ya meno ndo unajua kwamba kumbe kukaa tu huumwi meno ni jambo kubwa na zuri. Kipindi ambacho una viungo vyako vyote mwilini hujavipoteza ndo ukija hujui, yani kwamba mwili wako umekamilika, una viungo vyako vyote, hujui umuhimu wa vile viungo. Na inawezekana hata ushukuru, kwa wale ambao tunaamini Mungu, hata umshukuru Mungu kwa kukupa hivyo vitu. Lakini ukipoteza kimoja ndio unajua kumbe kile kitu kilikuwa na umuhimu. Kwa hiyo yeye alichokuwa na kama anajaribu kuhamasisha ni kama furaha, jitahidi uwe una utaratibu au una utamaduni wa kuwa na furaha, au kama ile niseme ku appreciate, ile self appreciation, au kujua tu wewe mazingira uliopo ni mazuri kwa kiasi gani kabla ya machangamoto kukukuta. Sio kwamba alikuwa anaongelea negative, hapana. Japo ukifuatilia makala mengi yanaelezea kwamba kipindi ambacho yupo watu walikuwa wanamchukulia kama pessimist. Yani kama pessimist ni kama mtu ambaye huwa yuko negative. Yani yuko negative mara nyingi, huwa yuko negative na nini hivi. Lakini ana namna amefikiria maisha. Kuna mmoja naona alikuwa anasema kwamba jamaa, nitaendelea kumsoma zaidi niweze kumuelewa. Alikuwa anasema kwamba ukitaka kutafuta purpose au lengo au dhumuni la maisha yako, jaribu kujidisconnect na dunia. Sio kudisconnect ujiue, hapana. Yani labda toka nje kwenye ukimya, kaa zako mwenyewe, usifikirie chochote, usifikirie masaa, usifikirie miezi, usifikirie miaka. Disconnect kwenye kila kitu. Sio kwamba usile, usinywe, usifanye, hapana. Unaendelea ili usife, lakini usiendelee kuwa connected kwenye mifumo ambayo umeikuta, kwa sababu itaendelea kukukeep kwenye lile duara. Lile duara ambalo unaishi kila siku. Kwa hiyo hii kauli ya Arthur bwana ya kwamba purpose ya maisha pale mtu anapozaliwa ndio anapewa na wazazi. Na anachokisema yani kwa zaidi ya asilimia kubwa, wewe unavyokuwa na kile ambacho utakuwa kwenye maisha ni influence ya mazingira ambayo wewe umezaliwa, wazazi wako na vitu vingine ambavyo viko kwenye maisha yako ya kila siku. Japo kuna watu ambao wanaweza kutoka, sema watu wanatoka kabisa nje ya box au nje ya hizo cycle na mifumo ambayo wapo, wanakuwa watu wakubwa kabisa. Au watu wapo. Unasikia huyu jamaa alikuwa amezaliwa Tandale, amekulia Tandale, lakini sasa hivi labda ni tajiri mkubwa. Wapo wachache, lakini wengi wanabaki mule mule. Ila ukimfuatilia vizuri bana Arthur, unaweza ukagundua kwamba kuna namna unatakiwa uachane na vile vitu ambavyo unavifahamu, unavijua na yale mazingira uliopo, uende kwenye mazingira tofauti ili uweze kuwa mtu wa tofauti, au ili uweze kutengeneza ili uweze kujitengeneza aina gani ya mtu ambaye wewe unataka kuwa. Kwa mimi nimefurahi sana hicho kitu, ile quote, kitu kipya. Of course tunajifunza kila siku. Super.